Hujambo mara tena mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji wa BG Online TV popote pale ambako unaendelea kututazama na kutufuata kwa wakati huu. Matumaini yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo. Tunakutakia Ramadhan Karim mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati huu. Na tunakusihi mara tena kama bado kusubscribe kwenye chaneli yetu, ni vizuri kufanya hivyo ili uwe na urahisi wa kuendelea kupata habari, vipindi na mambo mengine ya kuelimisha kupitia chaneli yetu. Mubashara matangazo haya unaendelea kuyafuata kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Mtazamaji, tuanze jamvi letu la habari na habari hizi zisemazo kuwa mapigano makali yameripotiwa katika maeneo kadhaa ya nyanja za juu ya tarafa la Fizi. Habari tulizo nazo zaeleza kuwa mapigano hayo yameripotiwa katika maeneo ya Madegu kati ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Twirwaneho wanaojiunga kwenye waasi wa M23. Habari hizo zilizidi kutaja kuwa maeneo hayo ni pembezoni mwa katikati mwa kijiji cha Minembwe. Habari tulizo nazo zaeleza kuwa mapambano hayo yameanza asubuhi mapema kati ya vikosi vya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na wazalendo dhidi ya vikosi vya Twirwaneho, Red Tabara na vikosi vingine vinavyoendelea kujiunga kwa M23. Mapigano hayo yaliendelea kutia wasiwasi mkubwa kwa raia, na ambako baadhi yao walikimbia maeneo hayo ili kuendelea kuhofia usalama wao. Mengi zaidi kutokana na habari hizi ni katika taarifa zetu zinazofuata. Sambamba na habari hizo za mapigano, tuangazie kule mkoa wa Kivu Kaskazini. Ni kwamba hali ya wasiwasi na taharuki inaendelea kuripotiwa katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Kivu Kaskazini tangu mapema Ijumaa ya tarehe 20 Februari 2026. Mapigano yameripotiwa kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa wazalendo wa Pareko katika vijiji vya Miti Mingi, Kahunda na Mbiso vilivyopo katikati mwa tarafa la Masisi. Vile vile taarifa zinaeleza kuwa mapigano mengine yameendelea katika baadhi ya maeneo ya tarafa la Ruchuru. Hadi sasa mapigano hayo yanaendelea kuripotiwa katika maeneo hayo pale ambako raia wengi wanaendelea kuyahama makao yao, na kule ambako wanaendelea kukimbilia hakuna msaada wote. Taarifa hizo kutoka katika maeneo hayo ya mkoa huo wa Kivu ya Kaskazini katika maeneo ya tarafa ya Masisi yameeleza ya kuwa raia wengi wamekimbia maporini kisha kuhofia usalama wao kwa silaha nzito na ndogo ambazo zinaendelea kusikika katika maeneo hayo. Licha ya tangazo la kusitishwa kwa mapigano iliyopangwa kuanza tarehe 18 Februari saa 9 mchana, mapigano yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na wazalendo dhidi ya waasi wa M23. Mapatano ya kusitisha vita yalipendekezwa tarehe 11 Februari na nchi ya Angola baada ya mkutano wa kidiplomasia uliofanyika mjini Luanda. Mkutano huo ulihudhuriwa na rais wa Angola Joao Lourenço, mpatanishi kutoka Togo Nyansimbe, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Hata hivyo, hali halisi ya uwanjani ni tofauti, kwani milio ya risasi bado inaendelea kusikika. Katika eneo la tarafa la Fizi mkoani Kivu Kusini, mapigano makali yameendelea hadi Alhamisi ya tarehe 19 na tarehe 20 kati ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano na wazalendo dhidi ya muungano wa Twirwaneho Ngomino Android unaoshirikiana na M23. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mapigano hayo yanahusu udhibiti wa eneo la kimikakati linalojulikana kama Point Zero, njia inayopanda inaofungua barabara kuelekea mkoa wa Tanganyika upande wa Kalemi na pia kuelekea Minembwe hususan Salamabila.
hali pia si shwari katika upande wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Tangu mapema Ijumaa ya tarehe 20 Februari kumekuwa na mapigano kati ya vikosi vya waasi wa M23 dhidi ya vikosi vya wazalendo wa Pareko katika maeneo ya Miti Mingi, Kabunda na maeneo mengine. Mapigano mengine yameripotiwa katika baadhi ya maeneo ya tarafa ya Ruchuru. Ingawa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikubali rasmi kusitisha mapigano yaliyopendekezwa na Angola, AFC M23 nayo iliahidi kusimamisha mashambulizi mara moja chini ya mchakato wa mazungumzo uliofanyika mjini Doha. Hivi karibuni nyaraka mbili muhimu zilisainiwa, tamko la kanuni za kusitisha vita kabisa huko Doha na makubaliano yaliyopewa jina la amani na ustawi yaliyotiliwa sahini mjini Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Licha ya juhudi hizo za kidiplomasia, mapigano yanaendelea, jambo ambalo linaendelea kuhatarisha amani katika eneo ambalo tayari kumekumbwa na miaka mingi ya machafuko. Kupitia kutokuheshimishwa kwa makubaliano hayo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kinshasa katika maendeleo ya hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeandika kibarua cha kushutumu Kigali pamoja na muungano wa AFC M23 kwa kukeuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Kupitia taarifa iliyotolewa tarehe 20 Februari 2026, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema kuwa maeneo yake katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini yalishambuliwa kwa pamoja na jeshi la Rwanda na wapiganaji wa AFC M23 licha ya pendekezo la kusitisha mapigano lililotolewa na rais wa Angola Joao Lourenço. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi yameripotiwa katika maeneo kadhaa, huku nyumba zikichomwa moto na raia mmoja akithibitishwa kufariki dunia katika nyanja za juu za tarafa la Fizi na Uvira. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesisitiza kuwa linaendelea kuheshimu na kuunga mkono usitishaji wa mapigano ili kueleza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kufanikisha kurejesha kwa amani ya kudumu katika eneo hilo. Tuangazie pia habari zetu, na habari zingine hizi ni kwamba jimbo la 33 la kijeshi limeendesha gwaride kubwa Imaparade katika lugha la Kifaransa siku ya Ijumaa hii ya tarehe 20 Februari 2026 katika uwanja wa Lumumba mida saa 1:30 asubuhi ndani ya mji wa Baraka. Gwaride hilo liliweza kusanya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, askari polisi pamoja na vikosi vya wazalendo. Kupitia mkuu kiongozi wa majeshi wa jimbo la 33 katika eneo hilo, amewataka wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, askari polisi pamoja na vikosi vya wazalendo kuendelea kuheshimu kwa kile kilichowapelekea wao kuendelea kushika silaha kwa raia. Huyu amevitaka vikosi vyote hivyo kuendelea kudhibiti hali ya usalama katika mji wa Baraka na kando mwake, na jeshi au askari polisi mzalendo atakayeshikwa amekeuka haki za kibinadamu ataendelea kuwekwa nguvuni. Tutamatishe habari zetu na habari hizi zisemazo kuwa Umoja wa Ulaya umeahidi kutoa msaada wa pesa kwa ajili ya kusaidia nchi kadhaa katika ukanda wa maziwa makuu. Safari Dilwa Limasi na ripoti kamili. Naam, kuongezeka kwa mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunaendelea kusababisha watu wengi kuhama makazi yao, rasilimali za chakula, maji na makazi na karibia kuisha, huku wanawake na watoto wakizidi kuwa katika hatari ya kukumbwa na vitendo vya ukatili na unyanyasaji. Katika muktadha huo, sambamba na ziara ya kamishna wa Ulaya anayehusika na maandalizi na usimamizi wa migogoro katika eneo la maziwa makuu, hususan nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Haja Labib, Umoja wa Ulaya umetenga msaada wa kibinadamu wa euro milioni 81.2 kwa ajili ya eneo la maziwa makuu. Kupitia ufadhili huu mpya wa kibinadamu, Umoja wa Ulaya utatoa huduma muhimu kwa watu walio hatarini zaidi wanaoishi mashariki mwa DRC pamoja na wakimbizi wa Kongo waliolazimika kukimbia nchi yao. Fedha hizi pia zitasaidia miradi ya misaada nchini Burundi ambako hali ya kibinadamu bado ni tete na inaendelea kuathiri jamii zilizo katika mazingira magumu, pamoja na Rwanda na Tanzania.
Kati ya hizo euro milioni 31.2, kiasi cha euro milioni 68 zitatumika kufadhili misaada ya kibinadamu ya ndani ya DRC ambako mzozo na kuhama kwa wananchi kumesababisha mahitaji ya dharura zaidi. Ufadhili huu utawezesha utoaji wa misaada ya chakula, huduma za afya na lishe ya dharura, kurejesha upatikanaji wa maji, vyoo na makazi ya msingi kwa familia zilizohama, pamoja na kusaidia huduma za ulinzi ikiwemo kuwahudumia manusura ukatili na kulinda watoto, ilieleza taarifa Umoja wa Ulaya iliyotolewa Jumanne ya tarehe 17 Februari 2026. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, euro milioni 13.2 zitatengwa kusaidia hatua za kikanda za kuwahudumia wakimbizi na kuimarisha maandalizi ya kukabiliana na majanga katika eneo lote la Maziwa Makuu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani kutokana na kuendelea kwa vita vya silaha, kuhama kwa watu kwa wingi, milipuko ya magonjwa na kiwango kikubwa cha umaskini. Zaidi ya watu milioni 21 wanahitaji msaada wa kibinadamu, huku vurugu katika majimbo ya mashariki zikilazimisha familia kukimbia mara kwa mara na kuishia katika makazi duni au kambi za muda zilizojaa kupita kiasi. Hali ya kibinadamu nchini Burundi nayo bado ni tete. Mamia maelfu ya wakimbizi wa Burundi bado wanaishi katika nchi jirani, huku watu wengi wakiwa wamehama ndani ya nchi kutokana na hatari za asili kama mafuriko na maporomoko ya ardhi. Tangu mwishoni mwa mwaka 2025, makumi ya maelfu ya wakimbizi wa Kongo wameingia Burundi, hali iliongeza shinikizo kwa rasilimali ambazo tayari ni chache, zikiwemo kambi za mapokezi, huduma za afya na mifumo ya usambazaji maji. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Umoja wa Ulaya unasalia kuwa miongoni mwa wafadhili wakuu wa misaada ya kibinadamu katika eneo hilo. Mwaka 2025, Umoja wa Ulaya ulitenga euro milioni 129.5 ambapo sehemu kubwa ilielekezwa nchini DRC kwa ajili ya kutoa msaada, kuokoa maisha ndani ya nchi hiyo pamoja na kwa wakimbizi walioko katika nchi jirani. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku ya leo. Shukrani kwako kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikosi kulike, kucomment na kusambazia wengine. Jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma. Tunakutakia Ramadhani Karim. Tukutanane baadaye panapo majaliwa.